afande legeze kamba ili niweze kukupanga afande, yote sababu ya mchumba, ndiyo maana mimi naimba afande. Ni Mtanzania na mdau wa Ezumedia popote ulipo bwana, kama kawaida ndani ya Positive Vibe leo na kuhusisha na hii ambayo imetrend kinoma noma. Nazungumzia ile collab kati ya Dogo Paten akiwa na mwanadada maarufu nchini Tanzania, na mzungumzia Zuchu. Sasa unaambiwa hivi, kuna nyakati muziki huzaliwa si tu kwa lengo la kuburudisha, bali kuwasilisha sauti ya walio kimya. Hivyo ndivyo ilivyotokea kwenye wimbo wa Afande, kazi ya kipekee iliyomuunganisha msanii Zuchu na kijana anayejiita Dogo Paten. Hadithi ya wimbo huu unaanza kwa kijana maskini anayekamatwa kwa kosa dogo la wizi, na si kwa sababu tu ya tamaa, bali kwa sababu ya mapenzi. Akiwa mbele ya askari analia, anaomba msamaha, anajieleza kwa uchungu. Hii si hadithi ya kufikirika, ni maisha halisi ya vijana wengi wa mjini wanaojikuta wakiteleza kwa sababu ya shinikizo la maisha na mapenzi. Watu waliposikia wimbo huu kwa mara ya kwanza, au sio, waliusikiliza kama singeli ya kawaida, lakini baada ya sekunde chache waligundua kuna jambo tofauti. Maneno ya Dogo Paten yalikuwa na maumivu na hisia ya kipekee sana. Kila mstari ulikuwa na uzito. Alizungumza kwa niaba ya wale ambao mara nyingi hufungwa bila kusikilizwa. Na hapo ndipo Zuchu aliposimama kama msanii mwenye dhamira ya kweli, wakati wengine waliona kijana wa mtaa tu, au sio bwana? Yeye aliona zaidi ya hivyo. Aliona uwezo wa kipekee wa kuandika hisia halisi za watu wa kawaida, kitu ambacho wasanii wachache huweza kufanya hivyo kwa uaminifu wa hali ya juu. Alivutiwa na ukweli wa maisha uliobebwa ndani ya wimbo wa Dogo Paten, ngoma ya Afande, lakini zaidi ya yote aliona kuwa huu ni wimbo ambao unaweza kugusa watu kwa undani, si kwa beats au maarufu, au sio bwana, au miondoko ya singeli, bali kwa ujumbe wake maridhawa na unaogusa vijana wengi nchini na duniani kote. Kwa Zuchu, hii ilikuwa ni jukumu la kiusanii kusaidia sauti ya mtaa isikike zaidi kupitia jukwaa alilopewa na mafanikio yake kutoka Wasafi. Kisha sauti yake kaingia ndani ya ngoma, lakini pia kama unavyojua bwana, sauti laini yenye hisia na ya kipekee ya mwanadada Zuchu ilimsindikiza kijana huyo, na mzungumzia Dogo Paten katika simulizi yake. Kama vile dada anavyomuelewa kaka yake anapokosea, hapo ndipo watu wanapoguswa zaidi. Kila mwanamke aliyesikiliza aliona sura ya mpenzi au kaka aliyepotea. Kila mwanaume alikumbuka wakati aliposhindwa kufanya cha maana kwa mpenzi wake, au sio? Hii huenda hata wewe inakuumiza, umeshashindwa kufanya jambo la maana kwa bebi wako, au sio bwana? Wimbo huu pia haujahitaji kampeni kubwa. Uliingia mtaani polepole, ukasambaa kwa moto jangwani, kwenye bodaboda, au sio bwana, sokoni, mitandaoni na hata mashuleni. Watu walikuwa wakiunukuu na kuuimba kama ambavyo vijana wengi wamekuwa wakifanya mtaani. Afande usinipige, afande ni mapenzi tu, afande mapenzi yameniponza, si unaelewa, swags like that. Kilichofanya kuwa wimbo pendwa zaidi, ikumbukwe, sio sauti nzuri tu ya mwanadada Zuchu au Dogo Paten, ni kwa sababu watu waliuhisi uhalisia aliyouimba Dogo Paten ndani ya wimbo huo. Zaidi ya yote, wimbo huu umevuka mipaka ya burudani na kuwa kisanduku cha mazungumzo kuhusu mapenzi, kuhusu vijana, kuhusu mfumo wa sheria na juu ya maisha yenyewe. Watu wameanza kujiuliza, je, tunawasikiliza vijana wetu? Au swali jingine ambalo watu wanajiuliza wakiusikiliza wimbo huu, tunawaelewa wanapokosea? Ndiyo maana leo Afande si tu wimbo wa kucheza, ni hadithi, ni mjadala, ni kumbukumbu ya sauti ya mtaa ilivyokutana na sauti ya jukwaa kuu na ya kumzungumzia mwanadada Zuchu, na kuleta ngoma yenye hisia na nzuri iliyo breakline na kufanya muziki wa singeli kwenda mbele zaidi kimataifa. Hii ni Ezumedia, fanya kusubscribe, like, share na comment kama hujafanya hivyo, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu na uchambuzi bora mara ambapo tutakuwa tumekuachia.